Habari zenu wapenzi wetu popote pale mlipo. Karibu kwa taarifa zetu za siku za Jumamosi kutoka Yemen. DRC, watu wengi zaidi wanatafuta matibabu ya Ebola kadri imani inavyoongeza wahudumiwa wa afya wakifanya usafishaji wa gari la wagonjwa katika kituo cha matibabu cha Ebola kwenye hospitali kuu ya Bunia, jimbo la Ituri. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 22 Julai mwaka 2026 katika mji wa Bunia ulioko katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambalo ndilo kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola, inaonekana kuwa imani ya jamii kwa huduma wa afya ongezeka. Wafanyikazi wa afya wanasema kwa watu wengi zaidi sasa wanajitokeza kupata matibabu ya virusi hatari vya Ebola, jambo linalorahisisha utoaji wa huduma. Hapo awali angalau vituo 12 vya afya vilishambuliwa na baadhi ya wananchi kutokana na hofu, taarifa potovu na kutokuwa na imani na mamlaka pamoja na mashirika ya nje. Vifo zaidi ya 1000 vilivyosababishwa na Ebola tangu katikati ya mwezi Mei vimetokea ndani ya jamii badala ya vituo matibabu. Daktari Job Kabange Timbasima, ambaye ni naibu msimamizi wa Wizara ya Afya katika kituo cha matibabu ya Ebola cha kituo cha Timba cha Kinjili cha Bunia, amesema hali hiyo inaonyesha mabadiliko chanya katika uhusiano kati ya jamii na watoa huduma za afya. Licha ya kuongeza kwa imani hiyo, mlipuko wa Ebola bado unaendelea kuenea kwa kasi kuliko juhudi za kudhibiti. Zaidi ya visa 2500 vimeripotiwa hadi sasa. Hata hivyo, kutokana na ukosefu wa usalama na mgogoro unayoendelea katika maeneo yaliyoathiriwa, inakadiriwa kwa idadi halisi ya visa inaweza kuwa zaidi ya mradi 2 hiyo. Ingawa ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa sasa wanafikia takriban 80% ya watu waliotambuliwa, bado timu za afya haziwezi kufikia kila jamii kwa baini wagonjwa wote au kupeleka timu za dharura kila mahali zinapohitaji. Vipaumbele vikuu vinaendelea kuwa kupunguza maambukizi katika jimbo la Ituri kupitia kuimarisha ufuatiliaji wa ugonjwa, mazishi la salama na yenye heshima, huduma bora za kitabibu pamoja na kuendelea kushirikisha jamii. Wakati huo kuna haja ya kujenga haraka uwezo wa kukabiliana na mlipuko katika majimbo mapya yaliyoathiriwa kabla maambukizi hayajasambaza zaidi. Shirika la Afya Duniani linasema kwa juhudi hizi zinakabiliwa si tu na changamoto cha kiufundi, bali pia zinahitaji hatua za kisiasa kuelekea kusisitishwa kwa mapigano ili kuruhusu msaada ya kibinadamu kufikia kwa urahisi na kuwezesha kuongeza kwa haraka shughuli za kukabiliana na mlipuko. Wizara ya Afya Duniani inaongeza wananchi wa Kongo hawawezi kukabiliana na mlipuko huu peke yao. Wanahitaji msaada endelevu kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, na zaidi ya yote wanahitaji amani. Makocha 6 waliopoteza kazi baada ya kombe la dunia. Kombe la dunia mwaka 2026 lilikuwa na mabadiliko mengi, ikiwemo kuongeza kwa idadi ya timu kutoka 32 hadi 48. Upanuzi wake ulizipatia nchi nyingi imani ya kushiriki katika mshindano hayo. Nchi kama Korea Kusini, ambazo zilianza mshindano vizuri kwa kuifunga Jamhuri ya Czech ambao 2-1, ziliweka juhudi kubwa, lakini hatimaye hazikuweza hata kuvuka hatua ya kundi. Nyingine kama Ureno zilifanikiwa kusonga mbele, lakini safari yao haikufika mbali kama ilivyotarajiwa. Baada ya baadhi ya nchi kuondolewa kwenye mashindano kama vile Senegali, kulitokea mgawanyiko kati ya wachezaji na kocha, jambo lililofichua mzozo wa ndani ambao hakujulikana hapo awali. Baadhi ya nchi kama vile Tunisia waliwatimu makocha wao katika mechi ya kwanza ya mchuano hiyo kwa kushindwa kukidhi matarajio. Wafuatao ni baadhi ya makocha walioacha kazi baada ya kuondolewa kwenye mchuano ya kombe la dunia. Ronald Koeman alistaafu baada ya timu ya taifa ya Uholanzi aliyekuwa akiongozwa kuondolewa kwenye kinyang'anyiro cha kombe la dunia. Saudi Arabia shambulia ngome za Wahouthi Hodeida. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umetangaza kuwa operesheni yake dhidi ya Wahouthi imekamilika baada ya kushambulia kambi za kijeshi za kundi hilo kufuatia mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika bahari ya Shamu. Taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X kwa Wahouthi walilenga meli za kibiashara katika bahari ya Shamu, jambo lililochochea muungano kujibu kwa kile alichokita jibu kali na kuamua kwa mjibu wa Al-Malik mshambulizi
mashambulizi hayo yalilenga maeneo yaliyokuwa runinga ya Al-Masira inayomilikiwa na Wahouthi ilisema maeneo kadhaa katika mkoa wa Hodeida yalishambuliwa, huku wakazi wa eneo hilo wakithibitisha kusikia mlipuko mikubwa. Kundi la Wahouthi ya Yemen limetishia kulipia kisasi dhidi ya Saudi Arabia siku ya Jumamosi, likishutumu nchi hiyo kwa kulenga miundombinu ya kiraia. Hatua hiyo inashiriki kuongeza kwa mivutano katika vita inavyoendelea katika eneo hilo. Hivi karibuni Wahouthi walitangaza kuanzisha mazingiro wa bahari dhidi ya Saudi Arabia na kudai kulenga meli zinazohusishwa na taifa hilo. Trump azitaka China na Urusi kutoingilia vita dhidi ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema marais wa China na Urusi wamehakikisha kuwa hawataizuia Iran silaha. Kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa Truth Social, Trump alisema rais wa China Xi Jinping alimwelekea wakati wa mkutano wa hivi karibuni mjini Beijing kuwa China haitatoa wala kuuza silaha kwa Iran kwa hali yoyote. Katika mkutano wa hivi karibuni mjini Beijing, rais aliambia kwamba hatatoa wala kuuza silaha kwa Iran kwa hali yoyote. Hilo linajumuisha pia kampuni ya China, aliandika na Trump. Trump aliongoza kwa rais wa Urusi Vladimir Putin pia alimpa ahadi kama hiyo, akizungumza msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Watu wanafikiri kuuza silaha kwa Ukraine, wanaamini kwa nchi za NATO wanalipa bei kamili kwa silaha hizo na hawajui wanazifanyia nini baadaye. Trump alisisitiza kwa China na Urusi zinahusika moja kwa moja katika vita dhidi ya Iran. Mataifa hayo mawili makubwa ambayo mara nyingi hutajwa kuhusishwa na Iran, kama yangekuwa yanahusika, hakika isingekuwa kwa maslahi yao wenyewe, Trump alisisitiza. Hata hivyo, China na Urusi hazijatoa matamko rasmi kuthibitisha kauli za Trump kuhusu madai hayo. Ni hayo tu kwa siku ya leo. Asanteni sana kwa kuwa nasi.